Jina naitwa Alhaji Nuhu Mruma, katibu mkuu Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na kwa niaba ya kiongozi wetu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, lakini kiongozi mkuu wa Waislamu Tanzania Samahatu Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Bwana, nachukua nafasi hii kwanza kabisa kuwapongeza na kuwashukuru Waislamu wote wa Tanzania ambao tuko katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa namna ambavyo wameendelea kudumisha mapenzi makubwa. Tumeendelea kushiriki katika kuitekeleza ibada hii adhimu na tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu waliojaaliwa kuwa na nafasi mbalimbali wameendelea kuwajali wale ambao hawana mali au hawana vyakula na kuwasaidia vyakula mbalimbali katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuwashukuru sana hawa ambao wamejitoa katika hali hiyo. Tuwashukuru wale ambao ni mashehe zetu, walimu zetu, maimamu wetu ambao wanaendelea kutoa dawa mbalimbali na darasa mbalimbali, lakini pia na swala mbalimbali ikiwemo swala ya tarawih katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Pekee kabisa nishukuru serikali na mamlaka zake zote kwa kurahisisha na kufanya Ramadhani iwe rahisi kwa walio wengi, hasa katika nyanja ya upatikanaji wa vyakula. Ni dhahiri kwamba katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani hatukupata msukosuko mkubwa wa kukosekana kwa bidhaa mbalimbali katika masoko mbalimbali, katika maeneo mbalimbali, na Waislamu na wengi wao walipata mahitaji yao na wanaendelea kupata mahitaji yao bila kuwa na kikwazo chochote. Lakini tunaamini haya hayajatokea tu, ila ni watu ambao wamefanya kazi hii kuhakikisha kwamba mambo hayo yanapatikana kwa wakati, lakini pia kwa maeneo ambayo yanastahiki kupatikana. Swala la kupatikana vitu kama mchele, tambi, mihogo, viazi na kadhalika, vyakula hasa vya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi vimesaidia jamii nyingi katika kipindi cha mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Zimefunga kwa raha na hawakupata dhiki katika iftari. Kwa hiyo hilo tuchukue nafasi hii kuishukuru sana serikali na mamlaka zingine zote zinazohusika na yoyote katika wale wanaohusika katika kufanikisha hili, na hakika Mwenyezi Mungu atawapa malipo makubwa katika hili ambalo wamefanya. Tuzidi sana kuendelea kuwaombea viongozi wetu wa dini hawa waweze kuwa chachu, waweze kuwa nguzo na mhimili mzuri katika kutuongoza sisi Waislamu kuelekea katika kumaliza saumu zetu kwa salama na amani, ili lengo la uchamungu lilokusudiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani lipatikane. Tusisahau sana kuombea amani ya taifa letu, kuombea viongozi wetu, ili nchi yetu iendelee kutengamaa kuwa ni kisiwa cha amani, na tuwaonyeshe viongozi wetu wawe na uwezo wa kuona yale ambayo wananchi wake wanahitaji na kuyafanyia kazi kwa wakati. Lakini kubwa zaidi, tuendelee kuomba amani ya dunia iendelee kuwepo. Matatizo yanayotokea sasa hivi mbalimbali katika maeneo mbalimbali ya vita na kadhalika, ambayo kwa namna moja au nyingine yanaathiri jamii ya Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu kiuchumi, kijamii na hata kiibada. Tumwombe Mwenyezi Mungu kwa utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, utukufu wa 10 la pili, utukufu wa 10 ibada za utukufu wa 10 la mwisho, basi atujalie amani itamalaki katika maeneo yote ya ulimwengu huu, ili jamii yetu iwe salama salimini. Lakini kubwa zaidi tena, tumwombe Mwenyezi Mungu pia kwamba katika kipindi hiki kuna maradhi mbalimbali yanayolipuka katika maeneo mbalimbali, kama ambavyo tayari kiongozi wetu mkuu wa Waislamu Tanzania Samahatu Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania alishatoa tamko juzi kuwaelekeza na kuwaeleza Waislamu kuchukua tahadhari dhidi ya magonjwa mbalimbali ya mlipuko ambayo yapo
Basi sambamba na ibada tunazoziendeleza katika misikiti yetu, tuchukue tahadhari ambazo zitatufanya tuwe salama katika kipindi hiki ambacho kuna hayo maradhi, ili tuwe salama, lakini pia na jamii zetu ziwe salama na tuweze kutekeleza ibada hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuimaliza kwa salama na amani.